dada yangu wa Kiislamu, min awjuhi at-tashabbuh bish-shaytan allati nuhina anha rijalan wa nisaa, katika njia zile za kishaitan ambazo tumekatazwa sisi wanaume na wanawake, miongoni mwa njia ambazo shaitani yuko nazo na sisi hatutakikani kumfuata shaitani katika hilo, at-tabdhir, ni ubadhirifu. Mtu akawa na sifa ya ubadhirifu, wa huwa infaqul mali fi ghairi wajhihi almadhun bihi shar'a, nayo ni mtu kuitoa mali nje ya ile njia yake iliyoruhusiwa kisheria, sawaan anfaqa hadha almal fi alharam, iwe mali yake hiyo kaitoa katika njia ya haram, au anfaqahu fima la yaliqu bihi urfan, au kaitoa mali yake katika mambo ambayo kikawaida kidesturi hayaendani naye mtu huyo, fahuwa tabdhirun wa israf. Kwa hiyo huku ni kufanya ubadhirifu na kufanya israf. Wa man badhara amwalahu wa asrafa fiha, yule ambaye atekezifanyia ubadhirifu mali zake na akafanya israfu ndani yake, faqad tashabbaha bishaitan, huyo atakuwa amejishabihisha na shaitan. Qala Allahu azza wa jalla, wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan al-aya. Allah anasema wala usifanye ubadhirifu, kwa kuwa wenye kufanya ubadhirifu, ufisadi katika mali, hawa ni ndugu zake mashaitan. Wa kana ash-shaytanu, na shaitani akawa kwa mola wake ni mwenye kukanusha zile neema na zile khairi ambazo alizopewa. Ay shabahan lishayatin fil fasad wal ifsad, atakuwa mtuni ndugu yake shaitan, manake atajifananisha na mashaitan katika kufanya ufisadi na kuwa mwenye kufanya uovu katika hii dunia. Sasa min at-tabdhir alati tuhadharu minhu al-mar'a al-muslima, katika ubadhirifu ambao anakatazwa ubadhirifu huo dada muislamu, mwanamke wa Kiislamu, infaqu al-amwali at-ta'ila ala masahiqi at-tajmil, ni kule kutoa mali zake nyingi katika vipodozi, vitu vya kujipura, ma makeup na mfano wake. Wako baadhi ya wanawake tena wanajinasibisha na dini na wanajinasibisha na sunna, lakini jullu amwalihinna, mali zao nyingi mno wanaziharibu katika mambo haya. Mwanamke amekuwa ni mtumwa, mwanamke amekuwa ni mtu akili yake aliyoielekeza katika kutafuta mafuta yaliyoingia katika madawa ya nywele, katika mawigi. Amekuwa kama vile ni mwanamke muovu mchafu, ambao tunawaona hawa ambao walokosa haya wakajiachia katika jamii, wazinzi, waovu, walevi, wafanya uovu, wenye kukaa katika miziki wakiwa wako uchi, wenye kutembea wakikosa stara kisheria. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu wenye kupenda dini wakajua mambo haya ndiyo usawa, ikawa mwanamke amejitengezea role model wake, anasema mimi nampenda mtu fulani katika wale mamisi wa Tanzania au wa duniani, katika wale waovu wa Tanzania au wa duniani, akawa anampenda maisha yake, anafuatilia mwendo wake, anatizama sura zake, anatizama lifestyle yake, anakwenda nayo vile anavyoishi, mikato yake, wanaume wake na mambo yake. Mambo haifai kwa mwanamke wa Kiislamu, wala haitakikani kudwa yake, kigezo chake mwanamke huyu wa Kiislamu kuwa na watu kama hawa. Tena wengine wanawakuta wameingia katika mitandao ya kijamii, wakiwafata hawa, wakiwafollow katika mambo ambayo wanayafanya ya private, mambo ya public, wakawa wanawatazama na wanafurahia na wanalike katika yale ambayo wanayatenda. Huu ni ujinga na upumbavu. Kwa hiyo haitakikani mwanamke kuwa anatumia muda wake mwingi mno, kuwa anatumia pesa yake nyingi mno, akaacha kutoa sadaka yeye mwenyewe. Mtume sallam kahimiza, ya ma'shara an-nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, enyi kongamano la wanawake, toeni sadaka, mimi nimewaona ni wengi sana katika watu wa motoni. Qulna walima dhalika ya Rasulullah, wakasema kwani amekuwa hayo mtume akamba tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, mmekithirisha laana na mnakanusha haki za waume zenu. Hiyo ndio sababu. Sasa mwanamke wa Kiislamu
baada ya kuwa na juhudi ya kutoa sadaka ili kujiepusha na moto wa Allah, baada ya kuwa anajihimu katika kuwasaidia ndugu zake, wazee wake, kumpunguzia pia ule uzito mume wake wa maisha, akawa anamsaidia na kumuongoza, basi unamkuta huyu mwanamke sehemu kubwa ya mali anayoipata ima na biashara zake ndogo ndogo, ima na kitu anakifanya, ima na pesa alizorithi, ima amepewa kwao au anapewa na mume wake, yeye utamkuta anawaza mafuta tu ya kutoa ukwadu kwenye magoti yake, ya kujipara hivi katika uso wake, ya kujitengeza nywele zake, mpaka nafika wakati wallahi unaingia katika madaris, mwanamke anaenda kutia udhu, ana wigi analeka pembeni, analivua. Mwanamke wa dini, mwanamke mutahashima hawezi kuwa na utaratibu huu wala njia hii wala mfumo huu, na watu kusema kwamba vitu hivi tumeambiwa na masheke vinafaa ujipambe kwa mumeo. Sio katika namna hiyo. Ikaonekana wewe huna ulichobakisha zaidi ya stara tu ukitoka nje, lakini ukivua nguo zako kwa watoto wako, kwa ndugu zako, wewe ni katika wale wahuni, katika wale waovu, muonekano wako wa nje. Wako baadhi ya wanawake wanaona kwamba haya mambo yanafaa kwa ume zetu, kwa hiyo atavaa masuruali ndani ya nyumba, atajitengeza, atatumia dawa za kubadilisha maumbile yake, za kutia lenzi na kubadilisha muonekano wake katika kule kuikufuru neema ya Allah aliyopewa, na akawa anatumia al-amwalu taila, mali nyingi mno. Si watu waanza kutumia mapodozi yale, makrimu yenye kubadilisha mwili. Kwa hiyo anatumia, utakuta ule uso kama mkate wa chapati ule, manake mara umenyoka mara umepinda. Ukirejesha kwenye chungu hivi, kuna siku Allah ataiondosha katika mkono wako, utakuwa unahitajia hata kwa tonge ya kuingiza katika kinywa chako, utaikosa kwa kuwa umeikufuru neema hii. wa itta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mola wenu alipotangaza, ikiwa mtazishukuru neema zangu nitakuzidishieni, na kama mtazikufuru adhabu zangu ni kali sana. Kwa hiyo lazima hili jambo lifanyike na lifahamike, lazima jambo hili lifahamike. Fa in kana min hadhihi al-a'mal ma huwa muharramun, ikiwa katika matendo yenye kufanywa katika harusi yale ambayo ni haramu yapo, fa huwa tabdhirun muharramun yusalu anhu al-insanu yawm al-qiyama, huko ni kufanya ubadhirifu wa haram, ambapo mja ataulizwa juu ya jambo hilo siku ya kiyama, awe mwanamke au mwanamume. Faltahdhar al-ukhtu al-muslima min at-tabdhir, kwa hiyo atahadhari dada wa Kiislam katika jambo la kufanya ubadhirifu, wa khassa fi hadhihi almajalat allati dhukirat, hasa katika maeneo ambayo tumeyataja. Haya ndio maeneo ambayo watu wengi, hasatan wakina mama, vaa vizuri, pendeza, mumeo akija furahi, akuone kapata mke, ajue kwamba hapa amepata utulivu, vya nje visimshughulishe, lakini usifanye israfu. دعوة yetu, da'wa ya ahli sunna ni da'watun wasatiyya baina tawaif almubtadi'ah adalla. Taifatu hii ni taifa ambayo ni ya uadilifu, ipo kati na kati. Haitakani mtu afanye israf, hata katika kula, sio katika mapambo, hata katika kula, hata katika mavazi, hata katika chochote haitakikani ufanye israf. Kwa hiyo at-tabdhir hii ni tabia nani? Shaitan. Na mwanamke wa Kiislamu amekatazwa kufanya hilo katika tabdhir. Katika mambo hayo yakiwemo mambo ya kujipora na kujipamba.